Sasa basi, kamuulize dada yako kwa nini babako alikufa. Kakaangu, mji wetu una wachawi wengi, tena ni mji wa kishirikina. Kwa hiyo tangia nimezaliwa mpaka leo, yani nimefaidi mengi sana kwa hapa mtaani. Kwa hiyo naomba uwe makini sasa kakaangu, kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, unamopita kutembea moto, naomba uwe makini sana na watu wachawi. Sijui umenielewa kakaangu? Nimekuelewa dadangu, na nikushukuru sana kwa sababu unanionyesha upendo wa dhati, unanionyesha thamani kubwa dada yangu. Mimi najivunia sana uwepo wako. Kwa hiyo nikushukuru sana na niombe Mwenyezi Mungu akuzidishie kila la kheri. Dada, labda nikutoe shaka. Nimesoma dini yetu vizuri na nimesoma Qur'ani vizuri na nikaielewa na ninaifanyia kazi. Qur'ani yetu ni tiba. Qur'ani yetu ni kinga, lakini Qur'ani yetu ni silaha. Kwa hivyo katika dini ya Uislamu tumefundishwa tusiwaogope washirikina. Utakapomuogopa dada yangu itakuwa kana kwamba unamwabudu. La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Usimtii yule aliyeumbwa ilhali unamwasi Mungu. Kwa hiyo dada, ondoa hofu kwa washirikina, usiwaogope. Tutumie vizuri elimu yetu. Hivi unafikiri siku zote kakangu Mungu hayupo? Yaani ujenge nyumba kubwa uache mlango useme eti Mwenyezi Mungu atanilinda. Sasa kaa sasa na Mwenyezi Mungu wako uone kitachokutoka. Subhanallah. Yaani dada leo amekuwa kuogopa washirikina kweli? Qur'ani anayo. Anasali, swala za usiku zipo. Unaogopa mshirikina, unaogopa mchawi. Subhanallah. We mtoto, koma wewe. Huwezi ukaniambia maneno kama hayo. Mimi nina watoto wakubwa wanaweza kukuzaa wewe mara 100. Tena ukome kabisa, ushike adabu yako na adabu ikushike. Umbavu wewe. Sio kwamba nakwambia, bali nakuonya. Kaa mbali na baba yangu. Kama mama yangu atalia tena kwa ajili yako, sitakusamehe. Nijibu nilichokuuliza. Utanioa au unioi? Wewe huo uchulu wewe mtoto, sawa? Unaniletea mikosi. Mimi leo hii nije nikuoe wewe. Cha kwanza unavyoonekanika wewe bado mwanafunzi. Yaani bado mtoto mdogo, unatakiwa uende kwa mama yako sasa ukanyonya au ukalale. Sio wewe mimi nitoke hapa nje nikuoe wewe. Hivi watu watanionaje? Wewe mtoto wewe. Usinipande kichwani malolo, sawa? Mimi siwezi siwezi leo hii nikatoka huko nije nikuoe wewe. Kwa hiyo unaniona mimi ni mtoto, si ndio? Sio mtoto, wewe ni mtoto. Nitakuja nikuchape vibao hapa mpaka kwa mama yako. Sawa? Japokuwa simjui mama yako, sikujui wewe. Nikutie vibao mpaka wapi? Mpaka kwa mama yako. Toka. Unanzalawe. Au utakaa uoe kamwe mpaka kufa kwako. Labda unioe mimi.
Mdogo wangu, mimi kuna kitu ambacho kinaniumiza sana kichwa. Nimekaa nimefikiria, nimeamua nikuite hapa nikwambie kitu kimoja. Mdogo wangu, mimi nataka tuhame. Yaani nataka tuhame katika mji. Sitaki kabisa tukae tena hapa. Kwa sababu yaani kuna vitu ambavyo vinaendelea katika mji mimi nashindwa kuelewa kabisa. Naona tuhame, yaani nitafute tu mteja, niuze nyumba, tuhame. Na sio kuhama tena labda tutakaa tena katika mji, hapana. Tuhame kabisa, twende labda mjini huko tukaishi. Sababu gani? Katika mji yaani kuna vitu ambavyo yaani vya kishirikina, yaani kishirikina kile, yaani kama wachawi, yaani kiufupi kuna wachawi. Na sasa hivi wachawi sio wazee ndugu wangu. Wachawi sasa hizi watoto. Tena wadogo. Yaani wadogo kabisa kuja kuangalia. Yaani hata wewe mwenyewe mkubwa. Sasa yaani mji kama huu sio kukaa mdogo wangu. Ninachotaka tu mimi na wewe tufunge kilichokuwepo cha kwetu, tuhame katika mji. Nitafute tu mteja, nifanyeje mdogo wangu? Niuze nyumba. Kaka, nimekusikiza kwa makini na nimekuelewa. Lakini kuna jambo nataka nikwambie ambalo litakusaidia na litakuondolea labda hofu. Ujue kakaangu, usimwogope binadamu mwenzio. Kwa sababu binadamu wote tumeumbwa na huyu mtu mmoja ambaye ni Mungu. Usimwogope binadamu mwenzio hata mara moja kakaangu. Ujue katika vitabu vya dini vinasema, nipitapo katika bonde la mauti, sitaogopa mabaya, maana Bwana yu pamoja nami. Kwa hiyo kakaangu, mimi ningependa tu kushauri, tusiogope wa binadamu, kwa sababu binadamu wote wameumbwa na Mungu. Hata wachawi wenyewe wanaongelea, wasingefika hapa bila Mungu. Kwa hiyo mimi nakwambia kakaangu, yani tuwe pamoja, yani sana, yani tushike sana neno lake Mungu, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Na hao wachawi sijui nini wote wanamuogopa Mungu. Sema tu ndio hivyo, wanatushia si binadamu. Ila itabidi sana tumheshimu Mungu na tutii amri zake. Naamini Mungu atatusaidia. Mdogo wangu, wewe hujui kilichonikuta mimi, ndio kwa maana naongea hivi. Ungekuwepo unaona wachawi wanavyoyayuka, wanapopotea, usiki kuonaongea hivi mdogo wangu. Hujui kitu gani kimenikuta mimi mpaka nakwambia kwamba tuhame. Kaka, hofu ni adui mkubwa sana katika maisha. Na nakusii kakaangu, hao wachawi hao unaowaona hawezi kufanya chochote, bali wanakutishia tu. Na yote anaweza kufanya, hatima yote anayo Mungu. Mungu ndo anaweza katua sisi akatuchukua, ni chochote anaweza kufanya Mungu. Sijui anayeyuka, sijui nini. Hivyo ni vini macho kakaangu. Hawana chochote cha kufanya. Wewe cha msingi simama na Mungu. Yaani fanya Mungu, kama ndo maisha yako kila siku. Mtii Mungu, fanya ibada sana kakaangu. Mimi naamini Mungu hatakuacha. Alafu kakaangu, kuhusu na swala la kuhama kakaangu, ami mtu. Yaani kama wachawi wamejichanganya, hapa ami mtu kakaangu. Mimi nakwambia hivi, hapa ami mtu. Na kama kuhama unataka uhame, unaweza ukaondoka, lakini nyumba usiuze na ami mtu. Kama hao wachawi wataweza kumuua Mungu, basi na sisi wataweza kutuua. Kama hawawezi kumuua Mungu, hawataweza kutuua na sisi. Mdogo wangu, ungenisikia mdogo wangu. Tafanyaje tena? Na huyu naye kakataa. Shikamoo mama. Marhaba binti yangu, jambo? Si jambo. Vipi binti yangu, mbona kama huna furaha? Shida nini? Ni kweli mama, siko sawa. Juzi kuna kijana mmekutana naye alinikwaza sana. Kuna maneno aliniambia hata sijafurahiana naye. Usijali binti yangu, kuwa na amani. Iko kipanya nitakishughulikia. Sawa mama, nitashukuru sana ukilifanyia kazi. Alafu kuna kitu nataka nikwambie. Leo kuna kijana nilimpenda sana, ila akanidharau, Anita mimi ni mtoto. Nimechukia sana.
Yaani anakuita mtoto kutokana na umbo lako ulilokuwa nalo mama. Hebu nitokee Gemia. Mama bwana. Kwani mimi umbile langu likoje jamani? Nateseka. Shoga yangu Kidawa, mbona umekaa hapo na unaonekana na huzuni? Nipo tu nawaza mambo yangu akaza. Kaza kama yapi haya? Eti nasikia kaka yako anaogopa wachawi. Sidhani. Na kwa sasa anavyosikia wachawi na watoto wadogo, sio watu wazima kama zamani. Kwa hiyo itabidi sana tujichunge. Kuona nilenga mimi, unamaanisha mimi kwa mimi ndo mchawi, si ndio hiyo? Kivipi na kulenga shoga yangu Kidawa? Wakati ni rafiki yangu, ningejua kama wewe ni mchawi ningejua muda na nisingekufuata kukuuliza. Maneno yako yanalenga mimi. Kwa unamaanisha mimi mchawi, si ndio hivyo? Hapana shoga yangu Kidawa. Wewe si rafiki yangu toka muda. Nitakulengaje wewe wakati unakujua toka muda wewe ni rafiki yangu? Ngoja nikuulize swali. Kwani unajua wachawi ni watu wa namna gani? Kwa upande wangu mimi sijui. Ngoja sasa nikwambie. Nimesikia wachawi ni wabaya sana na ukiwafuatilia watakuua. Nilikuwa silijui hilo shoga yangu. Ndio ulijua hilo. Okay. Angesubutu kuniambia mimi ndo mchawi, ningemuua hapa hapa. Ehe, mtoto mzuri, nakusikiliza. Dadako kuna ushauri alikupa. Je, umeufuatilia au umeupuuzia? Kwani wewe dadangu unafahamiana naye? Alikuhusu hilo. Babako alikuwa mtu maarufu sana katika hiki kijiji, tena maarufu wa kusoma Qur'ani, na hakuna mtu yoyote aliyowahi kumshinda kwa umaarufu wake hata kidogo. Sasa basi, kamuulize dada yako kwa nini babako alikufa.